Na kwa namna ambavyo ilivyo sasa hivi ni vema pia kutokutegemea tu taarifa. Watendaji wa kata wasitegemee tu taarifa zinazotoka kwa watu walioko chini yao, labda watendaji wa vijiji, labda mitaa, vitongoji na watu kama hao, kwa sababu mara nyingi inawezekana wanapotaka taarifa za uhalifu kwenye eneo lao au changamoto iliyotokea, mhusika akawa hayuko kwenye eneo lake, labda yuko kwenye mambo yake binafsi na hakuaga. Kwa hiyo ili amridhishe bosi wake ambaye ni mtendaji wa kata, anaweza kumjibu tu mkuu ni shwari, lakini wakati huo huo kule si shwari, kuna mambo ambayo yanaendelea. Kwa hiyo mtendaji wa kata akiwa amemweka yule msiri wake kwenye lile eneo, ni rahisi sana yule msiri kumwambia kinachoendelea kwenye eneo lile, na yeye atakapotaka taarifa hataomba taarifa. Sasa atataka kumwambia kuna swala 1, 2, 3 linaloendelea kwenye kitongoji chako au kwenye mtaa wako au kwenye kijiji chako, nipe taarifa ya tukio husika. Kwa misingi hiyo, yule mtendaji wa kijiji, kata au mtaa lazima aende kwenye tukio na ampe taarifa za kina zinazohusiana na tukio husika. Na hili tu sio kwa watendaji tu wa kata, lakini hata kwa wakuu wa vyombo vya usalama. Wanapaswa, licha ya kuwa na watu chini yao, lazima wakubali kutengeneza mifumo ambayo inawasaidia wao kupata taarifa kutoka chini kabisa kwa wananchi. Yaani waweze kuweka wananchi kule chini kabisa, ambao wataweza wakaweka mifumo ambayo watapata taarifa kuanzia ngazi ya chini kabisa ya masuala yanayotokea kwenye jamii, ili waweze kuyafanyia kazi haraka kabla hajaleta changamoto. Wizara ya Katiba na Sheria ni moja ya vinara wa utekelezaji wa fuara ambazo ni maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko, lakini pia kujenga upya. Kupitia falsafa hizi, wizara imewezesha utoaji wa elimu ya masuala ya sheria, utatuzi wa migogoro mbalimbali, lakini pia na huduma ya msaada wa sheria inayoendelea nchini. Naamini hata hapa katika jiji la Mwanza huduma hiyo tumeiona na bado inaendelea kutolewa. Mheshimiwa mgeni rasmi, malengo ya kutoa elimu hii ya utawala bora kwa viongozi ni pamoja na kuwajengea uwezo viongozi hawa wanaosimamia mamlaka serikali za mitaa, wataalamu katika halmashauri na watendaji wa kata, ili kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia tunalenga kuwajengea uwezo viongozi wa serikali za mitaa kuhusu haki na wajibu, demokrasia na utawala bora, madaraka kwa umma na ulinzi na usalama wa nchi. Mafunzo haya yanafanyika kwa wakati mwafaka kwa kuwa katika wilaya zetu zipo pia changamoto kadhaa katika uzingatiwaji wa haki za binadamu na misingi ya utawala bora. Baadhi ya changamoto hizo ni pamoja na uelewa mdogo wa misingi ya haki za binadamu miongoni mwa jamii zetu, mila na desturi kandamizi, vitendo vya ukatili wa kijinsia, tuhuma za ubakaji, mauaji, imani za kishirikina na vitendo ambavyo husababisha taharuki katika jamii yetu. Ndugu washiriki, wote hapa ni mashuhuda wa vitendo vya uvunjwaji wa haki za binadamu na ukiukwaji wa misingi ya utawala bora vinavyoripotiwa katika maeneo yetu kupitia vyombo vya habari na vingine inawezekana tumewahi kuvishuhudia vikilalamikiwa na wananchi kwenye maeneo yetu ya kazi. Mafunzo ambayo kwa kweli yametujengea sana uwezo wa kuhakikisha kwamba tunatoa utawala bora kwa wananchi wetu katika kuhakikisha shughuli mbalimbali za maendeleo zinafanyika na kuboresha hali ya wananchi katika kuwainua na kuhakikisha maeneo yetu yanakuwa salama. Nimepata uelewa mpana kuhusiana na ulinzi unaohusiana na kata yangu kwa ujumla, kwa sababu tumejifunza ni jinsi gani tunaweza tukapata taarifa za uhalifu katika kata, jinsi ya kushirikisha jamii ili tuweze kupata changamoto zozote zinazohusiana na uhatarishi wa ulinzi na amani katika kata. Hili ni sahihi, maana mtu anayekupatia ama maifomu wao ni maana kwamba umewaamini na wao pia wamekuamini kwa ajili ya kutunzia usiri na kuwasema kwa watu baki ambao wanaopenda kutoa taarifa au wanafanya maovu hapo mtu anakuletea. Kwa ni usiri ambao upo kati ya wewe na mtu ambaye unamwona kwamba kumwamini atakayokuletea taarifa sahihi na kuzifanyia kazi na kuzipeleka ngazi za juu.